Je, unajua kuwa kuna tunda moja ambalo limetumiwa kwa maelfu ya miaka na bado wanasayansi wanaendelea kulifanyia tafiti kutokana na faida zake za kiafya? Na je, unajua kwamba ukila tende 3 tu kila siku kwa siku 30 unaweza kuona mabadiliko mbalimbali katika mwili wako? Lakini tahadhari, mwisho wa video hii nitakueleza watu gani hawapaswi kula tende nyingi, na kosa moja ambalo watu wengi hufanya linaweza kuongeza sukari ya damu bila wao kujua. Kwa hiyo hakikisha unatazama video hii mpaka mwisho. Karibu kwenye chaneli yetu ya afya. Kama ni mara yako ya kwanza kufika chaneli hii, ni kuomba bonyeza alama subscribe kisha kengele pembeni yake ili usiwe unakosa maudhui yetu ya afya mara kwa mara. Sasa tuanze. Tende ni nini? Tende ni matunda yanayotokana na mti wa mitende. Yamekuwa yakiliwa kwa maelfu ya miaka katika Mashariki ya Kati na Afrika Kaskazini. Ingawa yana ladha tamu sana, yana virutubisho muhimu kama nyuzi, potassium, magnesium, copper, madini ya chuma, magnesium, manganese, vitamini B6 na antioxidant mbalimbali. Virutubisho hivi vinaweza kusaidia mwili kufanya kazi vizuri unapokula tende kwa kiasi kinachofaa. Sasa tuangalie kinachoweza kutokea baada ya kula tende 3 kila siku kwa mwezi mmoja. Faida ya kwanza, nishati huongezeka. Je, umewahi kujisikia mchovu hata baada ya kula? Tende zina sukari asilia zinazoweza kutoa nguvu kwa haraka. Tofauti na pipi nyingi, tende pia zina nyuzi ambazo husaidia mwili kutumia nishati kwa utaratibu zaidi. Ndiyo maana wanariadha wengi huzitumia kabla au baada ya mazoezi. Ukianza kula tende kila siku, unaweza kujisikia mwenye nguvu zaidi, hasa kama ulikuwa unakosa kifungua kinywa au vitafunwa vyenye lishe. Namba 2, mfumo wa mmeng'enyo huimarika. Tatizo la kufunga choo ni la kawaida sana. Nyuzi zilizopo kwenye tende husaidia kuongeza ujazo wa kinyesi na kurahisisha kutoka kwake. Pia husaidia kulisha bakteria wazuri wanaoishi kwenye utumbo. Baada ya wiki moja tu, baadhi ya watu wanaweza kuona mmeng'enyo wao unaimarika. Lakini kumbuka, kunywa maji ya kutosha. Bila maji nyuzi zinaweza zisifanye kazi vizuri. Namba 3, afya ya moyo huimarika. Moyo wako unafanya kazi kila sekunde ya maisha yako. Potassium iliyopo kwenye tende husaidia mwili kudumisha shinikizo la damu katika kiwango cha kawaida kama sehemu ya lishe yenye afya. Fiber pia inaweza kusaidia kupunguza kiwango cha cholesterol na mafuta mabaya kwa baadhi ya watu. Kumbuka, tende pekee yake haiwezi kutibu shinikizo la damu au magonjwa ya moyo, lakini zinaweza kuwa sehemu yenye lishe bora. Faida ya 4, hulinda seli za mwili. Miili yetu kukutana kila siku na vitu vinavyoweza kuharibu seli, vinavyojulikana kama free radicals. Tende zina antioxidant kama flavonoids na phenolic compound ambazo husaidia kupunguza uharibifu huu. Kulinda seli kuna mchango katika afya ya mwili kwa ujumla. Faida ya 5, husaidia ubongo. Ubongo unahitaji lishe bora ili ufanye kazi vizuri. Baadhi ya tafiti zinaonyesha kwamba antioxidants zilizopo kwenye tende zinaweza kusaidia kupunguza uvimbe unaohusishwa na ubongo. Hata hivyo, bado kuna tafiti zaidi unaohitajika kuthibitisha manufaa haya kwa binadamu. Kwa hiyo, tende si dawa ya kuongeza kumbukumbu, lakini zinaweza kuwa sehemu ya lishe inayounga mkono na afya ya ubongo. Faida ya 6, mifupa imara. Kadri umri unavyoongezeka, mifupa inaweza kupungua nguvu. Tende zina magnesium, phosphorus na copper ambazo zina mchango katika afya ya mifupa. Ukichanganya ulaji wa tende na mazoezi pamoja na vyakula vyenye calcium na vitamini D, unaweza kusaidia kudumisha mifupa yenye afya. Faida ya 7, hupunguza hamu ya kula vyakula vyenye sukari nyingi. Kwa sababu
Tende ni tamu kiasili. Zinaweza kusaidia kupunguza matumizi ya pipi, soda na vitafunwa vyenye sukari nyingi, lakini usizidishe. Kumbuka kwamba tende bado zina kalori na sukari ya asili. Faida ya 8: afya ya ngozi. Virutubisho na antioxidant vilivyomo kwenye tende vina mchango katika kulinda seli za ngozi dhidi ya uharibifu wa oxidative. Ngozi yenye afya hutegemea pia maji ya kutosha, usingizi mzuri, lishe yenye uwiano. Je, wagonjwa wenye kisukari wanaweza kula tende? Hili ndilo swali ambalo watu wengi huuliza. Jibu ni ndio, lakini kwa kiasi. Kwa watu wengi wenye kisukari, tende 1 hadi 3 zinaweza kujumuishwa kwenye mpango wa lishe kulingana na ushauri wa daktari au mtaalamu wa lishe. Ni vyema kuzila pamoja na protini au mafuta yenye afya kama karanga zisizo na chumvi ili kusaidia kupunguza kiasi au kasi ya kupanda kwa sukari. Fuatilia viwango vya sukari ya damu mara kwa mara. Usifikiri kwamba kwa sababu ni tunda basi unaweza kula tende nyingi bila kikomo. Nani anatakiwa kuwa mwangalifu? Kuwa mwangalifu kama una kisukari kisichodhibitiwa. Unahitaji lishe yenye kiwango cha chini cha potassium kutokana na ugonjwa wa figo. Unajaribu kupunguza uzito na unahitaji kudhibiti kalori. Katika hali hizi, pata ushauri wa mtoa huduma wa afya kuhusu kiasi kinachofaa. Baada ya siku 30 za kula tende kila siku, watu wengi wanaweza kunufaika kwa kuongezeka kwa nguvu, kuimarika kwa mmeng'enyo wa chakula, kushiba kwa muda mrefu, kupata madini muhimu, msaada kwa afya ya moyo, antioxidant zinazosaidia kulinda seli, msaada kwa afya ya mifupa na mwili kwa ujumla. Lakini kumbuka jambo moja muhimu sana. Hakuna chakula kinachoweza kufanya miujiza peke yake. Afya bora hutokana na mchanganyiko wa lishe yenye uwiano, mazoezi ya mara kwa mara, usingizi wa kutosha na kufuata ushauri wa wataalamu wa afya. Sasa niambie kwenye sehemu ya maoni. Wewe huwa unakula tende mara ngapi kwa wiki? Kama umejifunza jambo jipya leo, bonyeza alama like, share na subscribe kwenye chaneli yetu ili tuendelee kujifunza kwa pamoja. Asante sana kwa kutazama, tukutane katika mada inayofuata.